Sasa kaburi limeshachimbwa, limeshajengewa, viongozi wa kitongoji hichi walikuweko wako hapa, mtendaji alikuweko hapa, mkuu wa wilaya anajua. Sasa waliangaliaje mpaka pakajengwa kaburi, wasizuie kabla kaburi halijachimbwa? Kwa hiyo tunachoomba mzee wetu akahifadhiwe kwenye eneo lake. Wapi? Hapa chini kwenye shamba lake. Ni kaburi lake na kwenye shamba lake. Ana zaidi Habari gani Global TV? Mimi naitwa Korumbale Babas na hii ni simu ya dharura iliyopigwa kutuleta huku kuangazia tukio ambalo linamhusu mzee George Moleli mwenye miaka zaidi ya 70 ambaye kwa siku ya leo safari yake ya mwisho kwa maana ya kupumzishwa baada ya kufariki inafanyika yakiwa ni majira ya saa 1:30 kuelekea saa 2 hivi hapa maeneo ya Magadini Usariva katika halmashauri ya Meru wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Kikubwa ambacho kimechelewesha ibada hii ya kumpumzisha mzee George Moleli ina mkanganyiko kidogo. Wapo wanadai kwamba eneo hili limepandishwa hadhi na kuwa mamlaka ya mji mdogo wa Usariva, hivyo miongoni mwa sheria ndogo ambazo zimewekwa, wengine wanaziita bylaw, zinaeleza kwamba watu watazikwa eneo moja ambalo litapangwa na mamlaka ya mji mdogo, hivyo watu hawaruhusiwi kuzika kwenye maeneo yao ya asili, iwe nyuma ya nyumba yake, sehemu ya nyumba yake ama kwenye shamba ambalo analimiliki. Sasa watu wanaeleza kwamba kulikuwa kuna zuio hilo la kiserikali la kuzuia mzee George Moleli asizikwe. Hivyo kuanzia majira ya mchana watu wakawa wanashinikiza wakisema kwamba eneo hili lina zaidi ya hekari 7, hivyo linastahili au lina sifa pamoja na hizo sheria ya mzee George kuzikwa. Upande wa familia hatujapata nafasi ya kuzungumza nao, lakini kupitia mke wake anaeleza kwamba walienda mahakamani na wamepewa kibali cha kuzika, japo kibali hicho hatujakiona. Lakini baada ya shinikizo kubwa la wananchi, tumeona wananchi hao wameongoza msafara pamoja na familia kuja kuzika, yakiwa ni majira ya saa 2 kasoro hapa kwenye eneo hili la Magadini, ambapo inaelezwa kwamba ni shamba la mzee na hekari 7. Sasa kuna baadhi ya watu tuliongea nao awali, tutawasikia hapa kabla ya kuendelea na hichi ambacho kinafanyika hapa. Naitwa Scholastica George. Ndiyo baba. Imetokea nini? Imetokea tulienda kuomba kibali. Tukaona wana nini, tukaenda paka nini mahakama. Leo tumetoka Ramscourt tukapewa kibali. Kibali ulienda kuomba wapi? Si hapa wilayani. Wilayani. Halmashauri au wilayani? Hapa halmashauri. Ukapewa hicho kibali cha mazishi? Waliongea wakatusungusha tangu jana. Tukaona heri tuende tu kule mahakamani. Tukaomba hata kibali huko. Maana sasa tunampeleka wapi? Kijiji mimi sijajua baba. Kinatunyanyasa kabisa. Na wakati mnaomba kibali, mnataka mziki wapi? Tusike kwenye shamba la. Ana shamba lake. Liko wapi? Liko hapa chini hapa. Na ndio taratibu kwa sasa hivi kuomba kibali, au nilikuwa hamuombi kibali na mnazika tu kawaida? Lakini si tuliona heri tukaombe kibali. Kuliko nini uje usike tu alafu tuje tuambiwe hebu fukueni. Na ilikuwaje mkachimba kaburi? Kishapewa kibali au mchimba kabla ya kibali? Tulipewa. Tulipewa kibali. Sasa baada ya kupewa kibali na kuchimba kaburi ilikuwaje tena? Ikakataswa. Kinachoendelea ni nini sasa? Kinachoendelea si ndio tunasubiria wanasubiri wamrudishe mochwari. Sasa tufanyeje? Au akae hapa nyumbani tu? Wakati mmekuja kuzika hapa kuna mtu yote amewazuia labda msiendelee na hizo taratibu? Ni nani amewazuia msiendelee na taratibu za mazishi? Ni simu tu zinapigwa huko. Simu tu zinapigwa. Tunaambiwa msisike hivi imekataliwa. Wanajitambulisha watu wanaopiga simu au ni watu wanawatisha? Hata mwenyekiti naye alisema jamani, mbona tunasikia msisike? Kwa hiyo wanaopiga simu hawajitambulishi ni wakina nani, au wanasema wao wanatoka wapi? Wanasema wanatoka wilayani. Wanatoka wilayani. Vyeo vyao kwa hivyo inajulikana. Wanajitambulisha na vyeo au vyeo hawasemi? Hata leo tumetoka wilayani. Tukaona tunasungusha, tukaambia hao wanayohusika wameenda kwenye mkutano. Si ndio tukaona heri tuende, mpaka sasa tutakaa na mwili tangu lini? Tukaona heri tuende mahakamani. Na hiyo inayo mahakamani mmejibiwaje?
Tumejibiwa tukasike tu, sasa tutapeleka wapi? Mkazike wapi? Mahakama imeamuru mkazike wapi? Kwenye shamba lake. Kwenye shamba lake. Sasa mbona hamwendi kuzika? Sasa ndio naambia imesimamishwa tena. Kuna mtu ambaye yuko juu ya mahakama wewe? Mimi sielewi. Sielewi baba. Na mahakamani walitoa hiyo maandishi. Na hii inaelezwa kwamba kuna makaburi mawili yamechimbwa. Hamna kaburi. Ziko. Yaani walichimba walivyoona huku wana nini ndugu yake wakaenda kuchimba huko nyumbani. Kwa walikotokea. Ambacho nyinyi hamjakubali, kwa nini akazikwe? Tujakubali. Kwa sababu ana mali zake. Sasa huko uzuriagi huko alafu leo wakapelekwe huko. Tunajua sababu sasa. Na ni mtu ana eneo lake. Ana eneo la eka 5. Na labda alishasema kwamba nikifa ni na siku hapa. Kila anayekufa familia yangu itakuwa hapa. Nikaambia utatenga eka 1.5 iwe ni ya makaburi. Hizo zingine mtaendelea mkilima. Yaani kimetokea kitu ambacho ni mshangao mkubwa sana, tena tunaomba Mama Samia hapo alipo atuone jinsi wananchi tunavyoteseka. Tuna marehemu hapa tuko naye Mzee George Moleli. Ni baba mzima mwenye familia yake, mwenye mji wake, mwenye mashamba yake. Na sio mpangaji na si ploti. Lakini anazuiwa kuzikwa kwenye shamba lake ambalo liko karibu naye. Hapa anatakiwa apelekwe Kiseriani ambako sio kwake kwenda kuombewa, lakini ana shamba zaidi ya eka 10. Sasa sisi wananchi wa hapa kata ya Usa tunasikitishwa na hicho kitendo, kwa sababu kwanza hatuna barua yoyote ya kutuzuia kuzika kwenye mashamba yetu. Tunaambiwa sisi ni watu tuko mamlaka ya mji mdogo, lakini kisheria mamlaka ya mji mdogo inatakiwa iwe na kata 5 na sio kata 1 tu, maana tuna kata 1 tu ya Usa River. Hivyo tunamuomba Mama Samia, rais wetu, amwangalie mjane anayelia pale na watoto wake, mume wake kubebwa kwenda kutupwa porini wakati ana shamba zaidi ya eka 10. Hilo ndicho kilio chetu wananchi wa kata ya Usa River. Tunanyanyasika. Mama Samia, tunanyanyasika, mashamba hatujui ni ya nini. Tunayauza, watoto watabaki wakilia, hawana mashamba, lakini kwa sababu tunanyimwa kuzikwa bila sababu yoyote ya msingi. Ya kwangu ni hayo Mama Samia, tunaomba, sisi ni wananchi wako, tunakupenda. Hiki ni kipindi kigumu cha uchaguzi Mama Samia, tunakwazwa. Shida tulio ambayo iko hapa, tangu mimi na miaka 80 hatujawahi kuonaga msiba wa namna hii. Kwa hiyo mpaka sasa hivi inafika saa 1 marehemu yuko hapa na kaburi lichachimbwa kwenye eneo lake la eka 10 lakini ananyimwa kuzikwa hapo. Hivyo tunanyanyasika. Tunamuomba rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan atusaidie. Ni kwa nini tunanyanyasika na maeneo yetu tunayo ambayo ni maeneo ya kutosha? Tunaweka kila mtu hapa, tunaweka zaidi ya 15 lakini haturuhusiwi na mashamba yetu hakuna hata nyumba ya mji wala hamna mji wala harufu ya mji haipo, lakini tunanyanyasika. Ni kwa nini? Tuna mashamba ya mpunga na ya kulima mahindi tunayo. Kwa hiyo lakini tunanyanyasika na baadhi ya viongozi ambao wanasema kwamba tuliweka saini hicho kitu, na hicho kitu hatujui, kijiji kizima hatujui. Hiyo kama waliongea labda nini wakati wa Chadema ni hiyo tu, lakini sisi raia hatujui, kijiji kizima hatujui. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie ili tusike watu wetu, tusinyanyasike mpaka saa 2 ya usiku tuko na maiti hapa. Kwani ni haki? Na kaburi imeshachimbwa kabisa. Jamani, inaumiza, inatuumiza. Miaka sema hatujawahi kuonaka. Mimi ndio mwisho wangu, kilo chetu mtupelekee kwa rais wetu. Asante. Huyu mama huyu anazikwa hapa nyumbani kwetu, anazikwa hapa nyumbani kwetu. Naiomba serikali
amekatazwa. Haya ni mama zetu. Mimi naitwa Dr. Masawe. Huyu baba ana shamba eka 4 hapa, eka 5, eka 6. Leo ataenda kuzikwa kwa baba yake. Wakati ana mali na sisi wananchi ameteseka. Arudi tena kutesa baba yake kule. Kwa nini serikali isiruhusu kama mtu ana eka 5, 6, 7 mpaka 10 asizikwe kwake? Jamani, waandishi wa habari tusaidieni. Mchani mtandaoni tupewe haki ya kuzika. Hadi majira ya usiku ilikuwa bado kizungumkuti, huku makaburi mawili yakiwa yamechimbwa kwa ajili ya kuandaliwa kuupokea mwili wa marehemu George Moleli. Kaburi la kwanza likiwa hapa maeneo ya Magadini na kaburi la pili likiwa Ngaramtoni, huko inaelezwa kwamba ndio asili ya kina mzee George Moleli, na hivyo ndugu wa baba yake walitenga eneo ambalo ni karibu na alipozikwa baba yake mzee George Moleli ili akazikwe huko, na tayari kaburi hilo lilichimbwa. Familia ikagoma kumpeleka baba hao kwenye chimbuko lake, wakisema kwamba anaendaje kuzikwa huko wakati ni mzee ambaye ana eneo lake. Kabla haijafafanuliwa vizuri kama kuna ruhusa ama kibali chochote kutoka serikalini ama mahakamani, wananchi wakalisogelea gari lililobeba mwili wa mzee George Moleli na kulisukuma kuelekea makaburini, kisha kuushusha mwili chini ya kaburi kama ambavyo hapa unaona. Tunaondoka hapa tayari mwili wa marehemu ukiwa umepumzishwa katika eneo hili, lakini swala la ibada na viongozi wa dini walishughulika kule nyumbani. Hapa kilichofanyika ni kusitiri tu mwili wake, lakini hili swala limekuwa na usumbufu mkubwa kiwango ambacho inawezekana elimu haikutolewa ipasavyo kama ni swala la mamlaka ya mji mdogo. Hivyo kuna haja ya serikali kurudi na kukaa na hawa wananchi na kueleza ni taratibu zipi ambazo zinapaswa kufuata sasa ili isitokee kadhia namna hii ambayo kiuhalisia imeleta changamoto kubwa kwa wananchi wa eneo hili ambao walikuja katika kumpumzisha mzee huyu katika safari yake ya mwisho. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Le Babas. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.